Yesu asifiwe. Amen. Mnayo furaha, mna amani, ni lazima tuwe na amani. Haleluya. Amen. Mungu wetu ni mwema, na kama tunamwamini Mungu, kuwa na amani ni muhimu. Bwana asifiwe. Amen. Hata kama inaonekana kwamba haipo, tunapofurahi katika Bwana, Mungu wetu anasababisha baraka. Bwana asifiwe. Amen. Anasema katika Wafilipi 4:4, furahini katika Bwana siku zote, tena nasema furahini. Haleluya. Kwamba hata yakija magumu tufurahi. Sasa nitaka leo na maombi maalum kidogo. Bwana asifiwe. Naenda kusoma kitabu cha Zaburi ya Daudi, Zaburi ya 34. Jamani, nataka afande asinicheleweshe kwa sababu leo nina neno. Bwana asifiwe. Amen. Zaburi ya 34, Zaburi Daudi alimshukuru Mungu hata katika kipindi kigumu, na alimwamini Mungu kwamba Mungu atampigania. Na sisi tunamwamini Mungu na tunaamini kwamba Bwana ameshatenda tayari. Haleluya. Tulikotoka ni mbali, na Bwana amekuwa pamoja na ndugu yetu siku zote. Zaburi ya 34 inasema, nitamhimidi Bwana kila wakati, sifa zake zi kinywani mwangu daima. Nafsi yangu itajisifu katika Bwana, wanyenyekevu wasikie wafurahi. Tukuzeni Bwana pamoja nami, na tulitukuze jina lake pamoja. Mstari wa 15 mpaka 19 namalizia hapo, nimeruka mingine. Unasema, macho ya Bwana huwaelekea wenye haki, na masikio yake huwasikia kilio chao. Uso wa Bwana ni juu ya watenda mabaya, aliondoe kumbukumbu lao duniani. Kwa hapa tunaona kwamba mtu akitenda mabaya, kumbukumbu lake litaondolewa. Haleluya. Anasema walilia, naye Bwana akasikia, akawaokoa na taabu zao zote. Mstari wa 18, Bwana yu karibu nao waliovunjika moyo, na waliopondeka roho huwaokoa. Mateso ya mwenye haki ni mengi, lakini Bwana humponya na hayo yote. Hulinda mifupa yake yote, hauvunjiki hata moja. Udhalimu utamua mwovu, nao waliomchukia mwenye haki watahukumiwa. Haleluya. Bwana huikomboa nafsi za watumishi wake, wala hawatahukumiwa wote wanaomwamini. Haleluya. Mistari inatukumbusha kwamba tusiogope, tusihofu. Ndugu yetu Bwana anampigania kwa kuwa ni mwenye haki. Haleluya. Anasema mfupa wake hautavunjika hata pondeka. Bwana asifiwe. Wasio haki watatoweshwa. Kwa hiyo Mungu ndio hakimu wa kila mmoja. Bwana asifiwe. Mwenye kiburi atashushwa, lakini mnyonge atakwezwa. Hayo ni maneno ya Mungu, sio maneno yangu. Nilitafakari nikasema leo, hebu tumshukuru Mungu. Zaburi ya 136 nasema tumshukuru Mungu. Ana huyu mwimbaji au mwandishi wa hiyo zaburi anasema kwamba mtukuzeni Bwana kwa kuwa ni mwema, kwa kuwa fadhili zake ni za milele. Mungu amekuwa ni mwema mno kwetu. Ndugu yetu yuko salama, na kama tunavyomwona siku zote anakuja amejaa furaha nyingi. Haleluya. Sio kwamba anapenda hali aliyo nayo, lakini anajua yuko Mungu juu mbinguni anayempigania. Haleluya. Hivyo sisi hatupaswi kuhuzunika, tumshukuru Mungu, tumwambie Bwana, wewe ni Ebeneza. Hata sasa Mungu umetenda yale ambayo sisi hatuwezi kufanya, yeye amefanya nini? Kwa sababu anamjua mnyonge kutoka juu mbinguni aliko. Yeye ndio Mungu mwenye nguvu, muumba wa vitu vyote. Yeye ndio Alfa na Omega, mwanzo na mwisho. Haleluya. Yeye ni yote katika yote. Hakuna mamlaka iliyo juu ya Mungu, bali mamlaka zote ziko chini ya Mungu. Haleluya. Anaweka mamlaka kwa mapenzi yake mwenyewe, iwe nzuri iwe mbaya. Ya ubaya anaiweka kwa ajili ya siku ya ubaya, ndio Biblia inavyosema, na mamlaka nzuri anaiweka kwa ajili ya mema. Haleluya. Kwa huwezi kujua ubaya kama wema haupo, huwezi kujua wema kama ubaya haupo. Bwana ameviweka vyote viwili ili tuweze kupambanua mema na mabaya. Hebu tuombe. Naomba kila mmoja aseme tu, Mungu asante. Asante kwa kuwa mpaka siku hii ya leo tumeendelea kuona uaminifu wako.